Tanzania influencers mambo yamekuwa mengi sasa hivi onekani. Mambo yamekuwa mengi, si unajua hata tunahangaika kutafuta nafasi kwa sababu maisha haya bila kuhangaika kidogo mambo hayawezi kwenda sawa. Pole na majukumu. Young Africans umeitazama kwa muda mfupi kidogo hatujaonana kuzungumzia Young Africans timu yako. Umetazama mchezo wa leo, ni mchezo namna gani kwa upande wako ulivyoona? Mchezo leo ulikuwa mchezo mzuri kwa sababu ukiangalia kikosi ambacho kimepangwa kilikuwa ni kikosi ambacho kuangalia baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wapati nafasi kwenye timu na timu imecheza vizuri, tumeshinda ushindi wa magoli mawili. Ni pongezi kwa timu kwa sababu unaweza ukawa kwenye timu ya ligi kuu na bado ukafungwa na timu ndogo. Unaona kilichotokea KMC, wamekutana na timu ambayo sio daraja lao lakini wamefungwa. Kwa mpira uwaga una matokeo ya kikatili sana. Mimi ninachoshukuru kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao tulikuwa tuwaoni wakicheza kama leo Shua Boy kaja kuingia baadaye na wachezaji wengine kama Kibwana naye apate nafasi sana. Nimeona ni mchezo ambao karibia kila mchezaji ambaye alikuwa apate nafasi kwenye timu ameonyesha uwezo wake. Kwa hiyo tumecheza vizuri na tupata ushindi. Meja, kabla kuelekea kwenye dabi kuna mchezo dhidi ya Namungo ambao unaenda kuchezeka pale mkoani Lindi. Je, unaona maandalizi haya yanaweza kuvutana na yale ya dabi ya Kariakoo tarehe 1, labda yanaweza kusababisha mtafaruko tofauti kwa wachezaji? Mimi sidhani kama sasa hivi Yanga tulipofikia ni kufanya maandalizi na dhidi ya Simba. Sijaona iko. Nachokijua kwamba mechi ya Simba hata kama ukituamsha kesho ukishakuta sisi tunacheza tu, hakuna maandalizi yote kwa sababu ukiangalia namna ambavyo Simba wanakuja kucheza na Yanga, wanakuja kama underdog. Wanakuja wakiwa wanahofia kufungwa. Yaani sasa hivi labda uwaje kwa ajili ya kupunguza idadi ya magoli. Ukiangalia Yanga haiwezi kusema eti inajiandaa kwa ajili ya kucheza na Simba. Hapana, mimi binafsi sioni iko. Nachokiona kwamba tunakwenda kucheza mchezo dhidi ya Namungo. Nadhani unaweza kuwa mchezo mgumu kwetu sisi kwa sababu Namungo wanaweza wakapishana na sisi, lakini kwa sasa hivi tukicheza na Simba unaona Simba namna ambavyo wanakaa nyuma muda wote wakiwa wanasubiri wafungwe muda gani. Kwa hiyo mechi dhidi Simba na Yanga sasa hivi imepunguza mvuto kwa sababu wenzetu wanapokuja dhidi yetu sisi wanakuwa wanacheza kwa kuja, yani kwa maana kwa kupunguza magoli. Kwa hiyo sidhani kama mechi inaweza ikawa ngumu sana ya dabi. Mechi ngumu mimi naona hii ya Namungo. Lakini ukiangalia usajili wao wanasema umetiki sana, wanawatamani sana, hawaogopi kwenda visiwani Zanzibar, lazima wawatafute, na hii kuondoa ukomo ule wa kuwafunga mara 6 mfululizo. Na nyewe mkizungumzia siku ya Suda Yanga Day, siku hiyo kumtimizia miaka 7 ya Suda Yanga, wao wanataka kwenda kukata ukomo huu. Hata vipindi vyote mpaka wanafungwa hivyo mara 6 mfululizo hawakuwa na kikosi kibaya, hawakuwa na wachezaji wabaya na usajili walikuwa wanasajili kama kawaida. Kinachotokea ni kwamba namna ambavyo ya mfumo wao, muundo wao wa timu ndio unaowasaliti. Kwa sababu mpaka sasa hivi wao wanahisi kuna watu ndani ya timu wanawasaliti, mara wanafikiri kwamba Mangungu wanawaletea miausho, mara wanafikiri Mo. Kwa utulivu bado kwenye timu haupo. Na bado wanakuja kukutana na mechi ngumu ambayo inatuhusisha sisi na wao. Kwa hiyo hakuna maandalizi ambayo Yanga anatakiwa ifanye dhidi ya Simba kwa sababu Simba anavyokuja anakuja tayari akiwa tayari kashafungwa. Yaani anakuja tayari amefungwa kwa sababu tayari changamoto zake nje ya uwanja zinamwathiri sana. Kwa hiyo kama na kusema eti kwamba wanakuja kwa ajili ya Suda Day kwa ajili ya kuja kufuta utepe, hapana, bado hawajafikia. Yaani wamejitahidi sana labda yani sijui vipi, lakini ukweli ni kwamba hawana uwezo wa kuifunga Yanga ya sasa hivi namna ambavyo ilivyojipanga kwa sababu timu iko vizuri, mashabiki wako vizuri na viongozi wako sawa. Wao wamefanya usajili sasa hivi, wameongeza wachezaji watatu, lakini ukiangalia benchi la ufundi aliko sawa, ukiangalia viongozi wako sawa, mashabiki wako sawa. Kwa hiyo nadhani watakuja wakiwa ni underdog, na hiyo mechi inaenda kufanyika Zanzibar kwenye uwanja ambao sisi Yanga tumekuwa tunapata ushindi mara nyingi sana. Labda mechi ingechezekwa Benjamin Mkapa pengine labda ongeza kufurukuta, lakini kwa kule Zanzibar naona wakwenda kuumia sana na wakae vizuri, wanaweza wakachukua 7-8 hivi goli kama hizo. Wengi wakizungumza kwamba hasira ambazo zimewatoa klabu bingwa labda zinakuja kuishia kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Hiyo ni kweli kwa wananchi? Nataka iwe hivyo kwa garagaza wenzenu? Unamaanisha ni hasira wanakuja kutumalizia sisi Yanga? Hapana. Mechi Yanga Africans kuja kumalizia hasira kwa yani wao kumalizia sio kumalizia hasira. Yani mechi ambayo nyepesi sana Yanga anapocheza na Simba kwa sababu wewe angalia mechi karibia hizi 4-5 ambazo tumecheza. Simba mara zote anakaa nyuma tu akiwa anasubiri afungwe muda gani. Na hata ukienda uwanjani mashabiki wanakwenda kuangalia kwamba Simba anafungwa goli ngapi. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwa Yanga wana relax kwa sababu gani? Huyu mpinzani ambaye tunacheza naye yeye muda wote anakuwa anazuia tu akiwa anasubiri afungwe. Ndio maana kwamba mechi ngumu ni kati ya Yanga dhidi ya Namungo ambayo ya karibuni hapa kuliko
Yanga dhidi ya Simba, kwa sababu Simba wanaingia kwa uoga wakiwa tayari washafungwa. Kwa hiyo mimi sioni kama sisi kama Yanga tuna hofu yoyote ya kuhofia hiyo mechi. Ni kwamba tunakwenda kuonyesha kwamba ni namna gani utulivu kwenye kikosi, utulivu wa benchi la ufundi, utulivu wa viongozi unavoleta matunda kwenye timu. Wao wameporomoka, ujue wametoka kwenye nafasi ambayo inasemekana sio ya 5, sasa hivi wako kwenye nafasi ya 8. Sisi tumeingia kwenye 10 bora. Maana yake sisi tayari tunakuja vizuri, wao tayari wameporomoka. Meja, tumetazama usajili ambao Simba wamefanya dirisha dogo. Wachezaji ambao wametake over kama Basegwe pamoja na Anicet Euro, mwatazama ambao ndo wanawapa kiburi kuelekea dabi. Mwatazama wale wachezaji, je, wanaweza kuwa na madhara katika dabi? Hawezi kuwa na madhara kwa sababu wao hata mechi ambazo unaona wanacheza kwa ajili ya kufurahisha jukwaa. Ujue Yanga tayari na chemistry ya wachezaji wake ambao muda mrefu wamekuwa wameungana. Hawa watacheza, sio kwamba watacheza, lakini watacheza kwa ajili ya kufurahisha jukwaa na kufurahisha mashabiki wao, lakini kwa maana ya matokeo hapana. Bado kuna kocha wao waliotoka baada ya huyo alisema kwamba Simba kitu alichokikosa wamekosa X factors, yaani wachezaji ambao wanaweza kuamua matokeo. Wale wachezaji waliosajiliwa sasa hivi Simba si wachezaji wa kuamua matokeo, ni wachezaji wa kunogesha, kwa maana labda wapige chenga, wapige kanzu hivyo, wakimbie, lakini kwa maana ya wachezaji wa maana yani X factors, bado Simba wana struggle sana. Wachezaji waliosajili ni wachezaji wazuri kwa maana ya show game, kwamba uwanjani pale wamepiga chenga, mtu kakimbia kapiga cross, hiyo wanaweza kufanya, lakini kwa maana ya kwamba ni usajili bora kwa ajili ya nyongeza hapana, kwa ajili ya kuisumbua Yanga hapana. Kwa maana hiyo tutarejea Young Africans inaenda kurejesha kuyabakisha makombe yake Jangwani yote ambayo alichukua msimu uliopita. Sasa bila shaka kwa sababu hizi timu zote ambazo tunacheza nazo sisi zishaanza kuweka hofu dhidi yetu. Na hata huyo Simba unayemzungumza, ukizungumza na viongozi wenyewe wa Simba watakwambia hofu waliokuwa nayo dhidi ya hiyo mechi. Lakini juzi kati hapa kuna baadhi ya mashabiki ambao walishawahi kunukuliwa na vyombo vya habari wakisema kwamba hawatamani hiyo mechi ichezwe tarehe 1 ya mwezi wa 3. Kwa hiyo wanachokizungumza hawatanii, wanazungumza toka moyoni kwamba mechi hiyo hawaitamani kwa sababu wanajua kitakachotokea. Sasa hivi Yanga sisi tumejipata, tuko vizuri na tunaenda vizuri. Kwa timu kama ya Simba namna wanavyojiunga pale wanakwenda kupata zahama kubwa sana. Nazungumza na mashabiki kuelekea mchezo wa dhidi ya Namungo. Dhidi ya Namungo kwa maana ya wakazi wa Luangwa, sisi tunakuja kwa ajili ya kupata pointi 3, kwa ajili ya kuendeleza ushindi wetu, na wakae tayari mashabiki wa Yanga watupokee. Mimi nitasafiri kuelekea Namungo kwa ajili ya Luangwa kwa ajili ya kuishangilia timu yangu pendwa ya Yanga. Asante sana.